السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu mpenzi mtazamaji, baada ya kumhimidia Allah jalla jalalu na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na sahaba wake na watu wa nyumbani kwake, leo ni siku nyingine tunakutana kwa mara nyingine katika darasa yetu ya usulul fiqh katika kitabu chetu kinachoitwa Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul. Na leo tunatazama jawazu naskhi wa wuqu'uhu, kutuka kwa naskhi au kujuzu kwa naskhi na kutuka kwake. Jawazu naskhi wa wuqu'uhu, kujuzu kwa naskhi na kutuka kwake. Na huko mwanzo tulieleza naskhu ni nini. Sasa leo tunaelezea kutuka kwake na kujuzu kwake. Ajma al-muslimun, wamekubaliana Waislamu. Na ukiona kimetumika kilma cha ajma al-muslimun, ina maana ni wale wanawazuoni waliofikia daraja ya ijtihad, hao ndio wanaokusudiwa. Ajma al-muslimun, wamekubaliana wanawachuoni wa Kiislamu, maada Aba Muslim al-Asfahani, isipokuwa mwanawachuoni mmoja anayefahamika kwa jina la Aba Muslim al-Asfahani, minal Mu'tazila, na huyu anatokana na dhehebu la Mu'tazila. Wamekubaliana ala nini? Ala jawazi naskhi, juu ya kujuzu kwa naskhi, aqlan, kiakili, wa wuqu'uhu shar'an, na kutoka kwake kisheria. Yani naskhu ni jambo ambalo linakubalika kwa dalilu al-aqli, lakini hivyo hivyo linakubalika kwa dalilu shar'i, dalili ya kiakili na dalili ya kisheria. Amma al-aqlu, ama tukianza na dalili ya kiakili, fali annahu la yumna'u, ni kwa sababu haiziwiliki, an yakuna shay'un salihan fi zamani duna zaman, haiziwiliki kuwa kitu ni kizuri katika muda fulani kinyume na muda mwingine. Katika muda huu kitu fulani kinaweza kuwa kizuri, lakini katika ule muda mwingine pia kikawa ni kibaya, haiziwiliki. Khatabibi yasifu dawaa, ni kama vile daktari anapoisifia dawa na kumpa mgonjwa dawa hiyo, thumma yamna'uhu wa yu'ti dawaan akhar, kisha katika kipindi kingine anaiziwia ile dawa mgonjwa kuitumia na anampa dawa nyingine. Na ndivyo ilivyo katika suala hili la an-naskhu, inakubalika kiakili. Kwa hiyo wakati wa mfano, katabibi ni kama vile daktari, yasifu dawaan, anayempa mgonjwa dawa katika kipindi fulani, thumma yamna'uhu wa yu'ti dawaan akhar, kisha anaiziwia ile dawa na anampa dawa nyingine, wa huwa ya'lamu inda wasfihi lidawa'i al-awwal, na hali ya kuwa yeye anajua zama alipokuwa akisifia ile dawa ya kwanza, annahu muaqqatu li maslahati al-maridh, kwamba ni dawa ya muda fulani tu kwa ajili ya maslahi ya mgonjwa. Ukishapita ule muda haitomfuate na mgonjwa. Hivi ndivyo ilivyo suala la naskhi kwa dalili ya kiakili. Wa amma shar'u, ama dalili ya kisheria juu ya naskhu, fali qawlihi ta'ala, ni kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani, ma nansakh min aya au nunsiha
naati bi khairi minha au mithlaha, yani aya yoyote tunayoifuta au kuisahaulisha tunaleta aya nyingine iliyokuwa bora kuliko hiyo au mfano wake. Maelezo haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanathibitisha juu ya kujuzu kwa naskhi. Waliqaulihi ta'ala, na kwa tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema wa idha badalna ayatan makana aya, na tunapoibadilisha aya sehemu ya aya. Pia kauli hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inathibitisha kujuzu kwa naskhu. Waqad nusikha tawajjuhu ila Baitul Maqdis, na bila shaka kumewahi kutokea tukio la kufutwa ile sheria ya kuelekea Baitul Maqdis, ikawa sasa sheria ni kuelekea Baitul Haram kule Makkah. Yote haya yanathibitishwa kujuzu kwa naskhi kisheria. Waqad ajma'a almuslimun, na kwa hakika wamekubaliana waislamu, ala anna shari'atana, juu ya kwamba sheria yetu, nasikhatun lima khalafaha min shara'i al-anbiya, ni yenye kufuta zile sheria zinazotofautiana na sheria yetu miongoni mwa sheria za manabii waliotangulia. Ndio maana tunaambiwa ukilikuta kwenye Taurati au kwenye Injili jambo ambalo linaafikiana na Qur'ani lifanyie kazi, lakini ukikuta kwenye Injili au kwenye Taurati jambo ambalo linatofautiana na Qur'ani huwezi kulifanyia kazi, hilo litakuwa limefutwa. Ndio maana wanasema ushahidi mwingine ala anna shari'atana, kwamba sheria yetu sisi ummati Muhammad nasikhatun lima khalafaha min shara'i al-anbiya, ni yenye kufuta zile sheria zilizokwenda kinyume na Qur'ani na Sunna miongoni mwa sheria za mitume waliotangulia. Wa ankara al-yahudu, na wakapinga mayahudi kuipinga naskhu. Wa Abu Muslim al-Asfahani, na huyu Abu Muslim al-Asfahani, muhtajina, wakisimamisha hoja biannahu yuaddi ila sabqi al-jahl, kwamba naskhi inapelekea kutanguliwa na ujinga. Inaonekana kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa hajui kwamba jambo hilo itafikia wakati litapitwa na wakati, halitofaa tena. Sasa endapo tutakubali kwamba naskhi ni jambo linalojuzu, basi tujue kwamba jambo hilo yuaddi ila sabqi al-jahli, linapelekea kutanguliwa na ujinga. Kuna baadhi ya mambo Mungu atakuwa hayajui, na jambo hilo ni muhali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kauli ya Mayahudi na Abu Muslim al-Asfahani. Tena wakasema in kana an-naskhu li hikmatin dhaharat ba'da at-tashri' al-awwal, ikiwa naskhi ilidhihiri kwa sababu, ikiwa naskhi ni kwa hikma ambayo imedhihiri baada ya sheria ya kwanza. Yani wao wanasema hivi biannahu yuaddi ila sabq al-jahl, kwamba naskhu inapelekea kutanguliwa na ujinga. In kana an-naskhu li hikmati dhaharat ba'da tashri' al-awwal, ikiwa naskhi ni kwa ajili ya hikma iliyodhihiri baada ya sheria ya kwanza. Wa yuaddi ila al-abath, na inapelekea kuwa ni mchezo. In kana li ghairi hikma, ikiwa naskhi imedhihiri bila hikma yoyote. Kwa watu hao mabwana wakapinga kwa hoja hii. Sasa wanajibiwa wa hadha fasidu, na hoja hii ni mbaya, lima dhakarna, kwa kile tulichokitaja, min dalili al-aqli wa shar'i, miongoni mwa dalili ya kiakili na dalili ya kisheria. Wali anna namna'u an yakuna li hikmati dhahara ba'da at-tashri' al-awwal, na kwa kuwa sisi tunapinga ya kuwa kwa ajili ilidhihiri kwa ajili ya hikma baada ya sheria ya mwanzo. Sisi tunapinga kuwa naskhu ni kwa ajili ya hikma iliyodhihiri baada ya sheria ya kwanza, tunalipinga hilo. Balillahu ya'lamu qabla al-amri al-awwal, bali Mwenyezi Mungu alikuwa anaijua ile naskhi kabla ya jambo lile la mwanzo. Alikuwa Allah anajua annahu sayubaddilu li hikmatihi, ya kwamba atakuja kubadilisha kwa hikma yake yeye mwenyewe. Wali anna an-naskha waqa fi nafsi at-Taurati, na kwa kuwa naskhi
imewahi kutuka kwenye Taurati yenyewe. Faqadi dhukirati anna Adama, kwa hakika imetajwa ya kwamba Nabiiullah Adam alayhi salatu wasalam kana yuzawiju banatihi min banihi, alikuwa akiwaozesha mabinti zake kwa watoto wake wa kiume. Wa Yaqubu qad jamaa baina al-ukhtaini, na Yaqubu aliwahi kukusanya baina ya ndugu wawili, dada wawili akawaoa. Wa huwa muharram, nalo jambo hilo limeharamishwa fi shara'i man ba'dahuma min al-anbiya, katika sheria za wale waliokuja baada yake miongoni mwa manabii. Yote haya yanaonyesha kwamba naskhu ni jambo lenye kujuzu. Kwa hiyo inakuja nasu ya Qur'ani au nasu ya Sunna, kisha baadaye inakuja nasu nyingine inakuja kufuta, na hii ndio inayoitwa an-naskhu. Leo tutakomea hapo, lakini darasa inayofuatia tutakuja kuangalia an-naskhu bi'itibari al-hukmi wat-tilawa. Wallahu wali tawfiq, wa salamu alaykum wa rahmatullahi